Je, umewahi kuona maisha yako yote yakimulika ghafla na kila mtu karibu akipiga makofi na kutabasamu? Mimi nimeona. Katikati kabisa ya siku ambayo ilipaswa kuwa siku yenye furaha zaidi maishani mwangu, alikuwepo hapo mchumba wangu wa baadaye akiwa amevaa gauni jeupe akimulika kama ndoto. Afisa wa ndoa aliniuliza kama ninakubali kumchukua kuwa mke wangu. Nilimtazama moja kwa moja machoni na kusema hapana. Sitaki. Na ni rahisi sana, mchumba wangu alikuwa amenisaliti. Hapo ndipo onyesho la kweli lilipoanza. Onyesho ambalo nilikuwa nimejiandaa kwa uangalifu baada ya kugundua usaliti huo nyuma yangu. Na jambo zuri zaidi ni kwamba baadhi ya watu wa karibu sana nami walikuwa wamehusika katika hadithi hii nzuri. Kaa hapa. Na kuahidi itakuwa mbaya zaidi kuliko Jumapili nyumbani kwa wazazi wangu baada ya chupa ya mvinyo mwekundu na ukweli mwingi sana kutoka nje. Turejee mwanzo. Ilikuwa Ijumaa kama nyingine yoyote kwenye bari ya pembeni mahali pa zamani kidogo kando ya barabara kuu, ambapo bia daima ni baridi, sakafu inashikamana kidogo na redio bado inacheza nyimbo za zamani za Kiswahili ukiweka sarafu. Nilikuwa mwisho wa kaunta, bia nyepesi mbele yangu, nikiangalia mechi ya muda uliopita kwenye televisheni ya zamani juu ya chupa, niliposikia kicheko chake. Niligeuka bila kufikiria. Alikuwepo hapo Neema. Nywele fupi za kahawia, viatu vya ngozi vilivyochakaa kidogo, koti la denimu juu ya gauni jepesi na kicheko hicho. Alikuwa na marafiki wawili, lakini alikuwa na tabia ya kuinama anaposikia mtu akiongea, kama kila neno lilikuwa na maana. Macho yake hayakuwa mazuri tu, yalikuwa hai, yanamulika, yanavutiwa, yakipitia chumba kama yakinywa kila kitu. Lazima nilimtazama muda mrefu zaidi ya kawaida, kwa sababu dakika moja baadaye alinitazama moja kwa moja machoni na kuinua bia yake kwa salamu ya kejeli. Niliinua yangu kujibu, nikinywesha kichwa kidogo, kana kwamba sikukamatwa nikimwangalia kama mjinga. Alitabasamu. Sio tabasamu la kuvutia, tu joto la kweli. Aina ambayo haionekani tena mara nyingi. Mimi siwezi kusema niko sawa kabisa. Ninarekebisha friji na viyoyozi kwa ajili ya maisha, navaa viatu mpaka vikachakaa, na jioni nzuri kwangu ni sofa, sahani ya chipsi, mayai na kitu cha ujinga kwenye televisheni. Lakini kitu ndani yangu, labda bia, labda hisia, kiliniambia niende nizungumze naye. Kwa hivyo nilienda. Una kicheko cha ajabu, nilisema nikikaribia. Aliinua kikope. Hii ndiyo sentensi yako ya kuanzisha? Sikupanga zaidi ya hapo, niliinua mabega. Hilo lilimfanya atabasamu kwa kweli. Bora kuliko yule aliyeniambia muda mfupi uliopita kuwa ninafanana na mpenzi wake wa zamani. Tulizungumza hadi kufungwa. Hakutoka hapa, alikuwa amehamia kutoka kijiji cha karibu kufanya kazi katika nyumba ya wazee. Alipenda miji midogo, alichukia msongamano na hakustahimili mtu anayejiona mjanja zaidi ya alivyo. Alipenda baa za zamani, dhoruba na maandazi yaliyojaa sana. Na jinsi alivyozungumza bila haraka ya kuthibitisha kitu ilinipa hisia ya kutohitaji kuwa mwingine isipokuwa mimi mwenyewe. Nilimsindikiza hadi gari lake jioni hiyo. Hakuna kilichotokea. Hakuna shinikizo, hakuna nia nyingine. Tu kukumbatiana na tabasamu ambalo lilibaki kichwani mwangu safari yote ya kurudi. Baada ya hapo tulikutana tena kahawa, matembezi kwa gari hadi kupoteza ishara, jioni juu ya lori tukitazama nyota na kusikiliza viura. Ilikuwa rahisi kwa njia ambayo sikujua. Miezi michache baadaye alianza kulala kwangu mara nyingi zaidi. Asubuhi moja ya Jumapili, mbele ya chapati, alitazama kote na kusema, umewahi kufikiria kuweka mapazia yanayolingana tu kama yatakuja na wewe? Nilijibu. Alihamia wiki 2 baadaye. Tulifanya nafasi kwa kila mmoja na ilionekana sawa. Funguo zangu za gari la kazi kwenye ndoano moja na zake. Vitabu vyake kwenye rafu zangu, shampoo yake kwenye bafu yangu. Niliamka nikimsikia akiimba jikoni, mara nyingi akiunguza mkate, lakini akitabasamu kama anamiliki asubuhi yote. Na polepole ilianza kufanana na nyumba ya kweli kama haijawahi kuwa. Nilimtambulisha kwa wazazi wangu.
Mama alipika nyama ya mbuzi iliyochomwa na matunda. Baba alimpa ile macho yake kimya anayoweka kwa wageni, kama anajaribu chuma chake. Lakini Neema aliwashinda kama alivyofanya kila wakati, kwa kuwa wa kweli. Hakuna udanganyifu, hakuna asali. Tu maneno ya moja kwa moja na macho ya wazi. Ana kichwa juu ya mabega, baba aliniambia jioni hiyo akinywa kinywaji chake chenye uchungu. Ndiyo, nilijibu. Ni maalum. Hata kaka yangu mkubwa Zuberi, ambaye hakupenda kamwe mtu yeyote niliyekuwa naye, alimpa tabasamu yake kubwa rahisi. Tulifanya kila kitu wanachofanya wapenzi. Ununuzi unaokuwa miadi ndogo. Migogoro juu ya filamu ya kutazama na kuishia kutazama mbili. Alifahamiana na marafiki zangu, alikuja usiku wa karata, alitushinda sote mara ya kwanza aliocheza. Nilijifunza jinsi anavyopenda kahawa, maziwa mengi, kahawa kidogo, na jinsi anavyocheza bila viatu akiosha meno. Nilianza kufikiria mustakabali ambao nilidhani sitawahi kuota. Na kwa muda labda hata mrefu zaidi ya ninavyotaka kukubali, maisha yalikuwa mazuri. Rahisi, tulivu, mazuri. Nilidhani nimeelewa kila kitu. Kwa kweli sikuona chochote kikija. Sikuwahi kuamini kuwa mimi ni aina ya mwanamume anayesisimka akinunua pete. Lakini nilikuwa hapo, chini ya taa za neon zinazovuma za duka la Vito katika kituo kikubwa cha ununuzi, nikitazama madirisha kama ninachagua bomu. Muuzaji tabasamu laini, manukato mengi sana, alinionyesha vitu vinavyomulika ghali zaidi ya gari langu la kazi. Nilimwambia sitaki kuvutia malkia, tu pete inayosema wewe unafanya ulimwengu wangu kuwa bora. Nilichukua moja rahisi sana. Pete ya dhahabu nyeupe, almasi moja tu, hakuna kitu cha kujivunia. Safi, ya kweli. Kama neema. Niliificha kwenye drawer ya soksi kwa wiki 3. Kila nilipochukua jozi safi, ilikuwa hapo, ikinitazama kama kusema, basi, unaamua lini, bingwai? Ilikuwa mwisho wa mwezi wa Septemba nilipoamua. Jua lilikuwa linatua nyuma ya miti ya misonobari bustanini. Alikuwa amemaliza kumwagilia maua aliyopanda kando ya uzio, manjano na rangi ya machungwa, hata aliwapa majina kama paka. Bila viatu, akiwa amevaa moja ya mashati yangu ya zamani ya miraba, mikono imekunjwa, akiimba polepole. Sikumbuki hata tulichokula jioni hiyo. Labda pizza ya mtaa aliyopenda. Ninachojua ni kwamba niliingia, nikachukua pete kutoka drawer. Mikono yangu ilitetemeka sana, ni karibu kuangusha kisanduku kidogo nikirudi nje. Alikuwa ameketi kwenye ngazi za veranda, glasi ya juisi ya matunda kwenye chupa ya glasi, nilipokaribia kutoka nyuma. Moyo ulipiga kama baada ya kukimbia kilomita 10, nilikohoa na kusema, Neema. Aligeuka na kutabasamu. Ndiyo. Nilipiga magoti. Macho yake yalifunguka. Subiri iwewe, Neema, nilisema nikiinua kisanduku kidogo cha velvet kwa mikono miwili kama kilikuwa cha thamani. Umenifanya kuwa bora kwa kukaa hapa tu. Nataka kuamka nawe, kubishana juu ya kahawa, kuchagua mapazia mabaya pamoja na kuzeeka nikishika mkono wako. Unataka kunioa? Kwa sekunde moja alikaa kimya, akipiga kope kama ubongo unapata muda. Kisha akapasuka kwa kicheko hicho, kicheko chake, na mikono ikaruka mdomoni huku machozi yakipanda. Mjinga, alisema kati ya miayo miwili, ndiyo kabisa. Tulikumbatiana kwenye veranda, anga likiwa linakuwa giza juu yetu, vyura wakiimba kama wageni. Aliweka pete kidoleni na hakuacha kuitazama kama ilikuwa uchawi. Nadhani nilimtazama vivyo hivyo. Asubuhi iliyofuata alipakia picha yetu mkono wake kifuani mwangu, pete ikimulika, sisi wawili tukitabasamu kama washindi wa bahati nasibu. Ilipata likes nyingi na maoni, watu wakitupongeza, hata watu nisiowaona kwa miaka wakitokea ghafla. Ajabu jinsi picha inavyoweza kutoa watu kutoka msituni. Tulienda kwa wazazi wangu Jumapili iliyofuata kutangaza binafsi. Mama alilia bila shaka. Alimkumbatia Neema kwa nguvu niliyoamini angeacha alama. Baba alinodisha polepole, kisha akanipiga bega kama nimefanya kitu cha watu wazima. Nadhani ilikuwa hivyo. Zuberi alikuwepo pia, kaka yangu mkubwa.
Aliinua glasi na kusema hatimaye. Neema alimtabasamu, yeye akamtabasamu kurudi. Sikutilia maanani wakati huo. Tulianza kupanga harusi muda mfupi baadaye. Neema alijitupa kabisa, bodi za msukumo, sampuli, ziara za maeneo. Jenerali mdogo katika viatu vya michezo aliyetufanya tukimbie kutoka kwa muuza maua hadi chakula na kurudi. Nilinodisha, nikaweka maoni mafupi na kujaribu kufuata. Alichagua nyumba ya shamba iliyokarabatiwa dakika 20 kutoka mji. Mihimili iliyoonekana, taa laini, uwanja wa kucheza kwa bendi. Alitaka kitu cha kukaribisha lakini cha heshima. Nilisema kilionekana kama filamu. Alimulika. Tulifanya orodha ya wageni. Yake ilikuwa ndefu zaidi bila shaka. Binamu wengi, wenzake, watu aliofahamiana nao kwenye nyumba ya wazee. Mimi, wazazi wangu, marafiki wachache wa shule, wenzake 2 au 3. Zuberi kwa kawaida. Tulimweka na mkewe Rehema kwenye meza ya wenzi. Neema alimwomba Rehema awe bibi harusi msaidizi. Rehema alikubali, akishangaa kidogo lakini akitabasamu. Hawakuwa karibu sana, lakini Neema alitaka kujumuisha familia na Rehema alikuwa sehemu ya kiufundi sasa. Wazazi wangu waliweka mkono kwenye pochi zaidi ya ilivyotarajiwa. Walisema ni kidogo. Mama alienda kwa muuza maua na Neema alimsaidia kuchagua gauni, hata alipendekeza mkufu wake wa zamani wa lulu kwa sherehe. Baba alinisaidia kupata suti zisizogharimu sana. Alitoa hotuba kwenye chakula chetu cha uchumba ambayo iliwagusa wote, hata mimi, ingawa sitakubali kamwe. Mara nyingi jioni tulimaliza kwenye sofa tukiwa tumezungukwa na folda, kalenda na sampuli za vitambaa. Neema alikuwa na daftari kubwa alilobeba kila mahali, limejaa maelezo, michoro na mawazo yaliyounganishwa. Nililipitia wakati mwingine na kujiuliza jinsi nilivyoweza kuwa na bahati nyingi. Jioni moja aliweka kichwa begani mwangu tunapojaza mialiko na kusema, unajua, wakati mwingine bado siamini tunafanya hivi. Hata mimi, nilijibu nikibusu juu ya kichwa chake. Lakini ninafurahi tunafanya. Alitabasamu, amechoka na furaha, na kunung'unika, wewe ni mtu wangu unayependwa zaidi. Na hapo na kuapia, nilihisi kama mwanamume mwenye bahati zaidi duniani. Singejua kukuambia siku gani hasa mambo yalianza kubadilika. Haikuwa ngurumo wala ugomvi mkubwa. Badala yake, kama hali ya hewa inavyogeuka. Usiki kila mara upepo wa kwanza baridi, lakini ghafla majira ya joto yamekwisha na unatafuta sweta. Neema alikuwa bado Neema, tabasamu ile ile, kicheko kile kile, lakini kulikuwa na nyufa ndogo kwenye uso, vitu nisioviona awali au nisiyotaka kuona. Ilianza polepole. Alikuwa kimya zaidi jioni, alitumia muda mwingi kwenye simu, alielekeza skrini ili nisiona. Nilimuuliza anacheka nini, alitikisa kichwa, hakuna, kitu cha ujinga. Awali hakuficha chochote. Alinipa simu yake kila wakati kuchagua playlist au kupata kituo cha mafuta karibu wakati wa safari. Sasa skrini ilifungwa haraka zaidi. Arifa zilifika bila majina. Alibeba simu bafuni, chumbani pa kufulia, hata nje kumwagilia mimea. Daima ikishikamana na mkono. Mwanzoni nilijiambia ni msongo wa harusi. Tuliishi kwa ajili yake tu, kazi, miadi na wasambazaji, simu kwa familia, maelezo 1000 ya kuunganisha. Nilijiambia amelemewa na sikutaka kuongeza uzito kwa kuuliza maswali ambayo labda yalikuwa kichwani mwangu tu. Lakini bado ilisikika bandia. Alitabasamu kidogo nilipoingia chumbani. Sio kwa njia ya maonyesho, tu polepole zaidi. Imezimika zaidi. Kama uso wake unawaka kidogo. Nilimshika akitazama tupu wakati wa chakula cha jioni au mbele ya televisheni. Nilipomuuliza anafikiria nini, ilikuwa hakuna au nimechoka, na kubadilisha mada. Si mimi aina ya kuruka kwenye hitimisho. Sipepusi simu, siwafuatilii watu. Naamini ni lazima kuacha nafasi. Lakini mtu unayempenda anapoanza kufanana na mgeni nyumbani kwako, ni ngumu kutokugundua. Muda ndio ulionigeuza tumbo kweli.
Karibu wakati huo huo, Neema alipokuwa mbali zaidi, Zuberi alianza kupita mara nyingi zaidi. Kaka yangu mkubwa, bwana wa kila kitu rahisi, hakuja kamwe isipokuwa Krismasi au mama alipofanya nyama ya kondoo. Lakini sasa kila wiki mbili aligonga mlango kama ni kawaida. Habari kaka, alisema akiegemea uzio wa veranda kama ana maisha yote mbele yake. Nimekuja kukopa kuchimba. Rehema anataka kunyongwa rafu. Wiki iliyofuata ufunguo wa Kiingereza. Kisha kisu cha kukata miti. Kisha grinda ya kahawa, laana. Kila mara nilimpa bila kuuliza maswali. Ndiyo wanachofanya ndugu, sivyo? Lakini ilikuwa mara nyingi sana. Kama anavumbua visingizio vya kupita. Ukweli ni kwamba awali hakuwa na nia yoyote na zana na ujenzi. Ilikuwa uwanja wangu. Zuberi ni aina anayelipa mtu kunyongwa fremu. Lakini sasa ghafla anataka kufanya kila kitu mwenyewe. Na kila alipopita Neema alikuwa nyumbani. Nilianza kugundua kuwa alimulika kidogo alipoingia. Tu mwanga mdogo labda. Lakini kulikuwa. Alicheka zaidi kwa utani wake wa ujinga kuliko wangu. Alirefusha mazungumzo hata nilipotoka chumbani. Mara moja nilirudi kutoka karakana nikawakuta jikoni, vichwa vikiwa karibu juu ya simu yake. Walijitenga haraka nilipoingia, kama vijana walionaswa. Neema alisema walikuwa wakitazama mawazo ya mapambo ya meza. Bila shaka. Mbaya zaidi ni kwamba nilianza kujiuliza. Nilikuwa nikifikiria tu. Wivu bure. Ni kaka yangu. Na yeye mwanamke ninayempenda. Hutaki kuwa mwanamume anayetilia shaka watu wawili ambao wanapaswa kumjua bora. Lakini ilikuwa ikizidi kuwa ya ajabu. Jumanne moja nilirudi mapema kutoka kazini, ujenzi ulifutwa kwa sababu ya mvua. Ninaingia kwa mlango wa nyuma polepole, nikasikia Neema kwenye simu. Sauti ya chini, si ya huzuni tu, itamu. Joto zaidi ya kawaida. Ndiyo, inajua. Nitakupigia baadaye, sawa? Pause. Na kukosa na wewe. Nilipogeuka kona, alikuwa ameweka simu na kuchochea chungu cha supu kama hakuna kitu. Habari, alisema akigeuka na tabasamu lake la uchovu. Sikukusikia ukiingia. Mvua ilifika mapema, nilijibu. Nani alikuwa? Oh, Rehema tu, alisema haraka sana. Ana wasiwasi juu ya gauni. Nilinodisha. Sikusema mengi zaidi. Niliweka sanduku la zana na kupanda kubadilisha. Lakini nilikuwa na tumbo zito jioni yote. Labda ilikuwa Rehema. Labda nilikuwa ninaenda wazimu. Lakini hisia yangu ilisema vingine. Usiku nilikaa nikiangalia dari, nikiuliza hasa lini mambo yalibadilika. Nikiuliza nilichofanya kibaya. Nikiuliza kama pete ilibadilisha kila kitu ndani yake. Au kama kitu kilivunjika muda mrefu kabla sijamuuliza. Chochote kilichokuwa, kulikuwa na tatizo. Na mbaya zaidi ni kwamba sikujua jinsi ya kurekebisha. Sikuzungumza juu ya haya yote na watu wengi kwa muda mrefu. Nilikuwa na hisia kwamba nikisema kwa sauti kubwa ingekuwa halisi. Kama kutaja hisia tumboni kunampa uhai. Lakini sikuweza tena kujiondoa. Tabasamu za ajabu, simu, Zuberi akipita kama amesahau nyumba yake iko wapi. Hadithi za Neema zisizolingana, hisia zake zinazobadilika kama upepo. Ilikuwa nzito sana. Kama kubeba gunia la matofali ambalo hakuna anayeona. Jioni moja baada ya kazi nilichukua bia na rafiki yangu Kito. Tunafahamiana tangu utoto, aina ya mtu asiyeuliza maswali lakini anahisi kitu hakiko sawa. Tulikuwa nyuma ya washa yake, viti vya kukunja, kashfa katikati, tukitazama anga likiwa linakuwa waridi. Kila kitu sawa? Aliuliza akifungua kopo lingine. Sikujibu mara moja. Nadhani kuna kitu kinatokea na Neema, nilimaliza kusema. Sijui nini. Tu kitu. Alinitazama kwa muda mrefu bila hukumu, tu kunyonya. Umemwambia? Bado, nilisema. Sitaki kuonekana kama nimeenda wazimu.
Alinodisha akifikiria. Unataka ukweli au unapendelea kubaki katika shaka? Ilinigusa. Sikutaka drama. Sikutaka kelele. Nilichohitaji kilikuwa ukweli. Ukweli. Kitu nisiweze kukataa au kujieleza kinyume. Hapo Kito alisema, najua mtu. Binamu yake Musa alikuwa mwanasheria, lakini alishughulikia pia mambo ya siri. Aliwasaidia watu na hadithi ngumu. Hakuna kitu cha shaka, tu siri. Wale wanaotaka kujua kinachotokea nyumbani bila kulipua kila kitu. Kito alinipa nambari yake. Alisema kama nina uzito nipige simu. Nilingoja siku 2. Nilifikiria kila dakika. Kisha nilipiga. Musa alikuwa mtulivu. Sauti ya kitaalamu, tulivu, inayokuweka sawa mara moja. Nilimwona ofisini kwake, mahali padogo juu ya duka la zana mjini. Hakuuliza hadithi yote. Tu nilichohitaji. Sitaki kumshtaki mtu yeyote, nilisema. Nina haja tu ya kujua. Alinodisha kama amesikia mara 100. Basi unahitaji macho madogo, rahisi, halali. Hakuna kitu ngumu. Alifungua draw, akatoa kisanduku cha ukubwa wa vitumbua. Ndani kamera 4 ndogo, si kubwa zaidi ya ncha ya kidole gumba changu. Zinawashwa na mwendo. Unaangalia video kwenye simu. Bila sauti, inabaki safi zaidi. Niliuliza kama ni halali. Wewe ndiye mmiliki, alisema. Na huwaweki mahali pa karibu. Tu vyumba vya kawaida, sebule, korido, labda jikoni. Usiwe na wasiwasi. Nilisaini karatasi 2-3, nikalipa kwa fedha taslimu na kurudi nyumbani na kisanduku. Jioni hiyo Neema alifanya kazi hadi usiku. Alipaswa kufunga nyumba ya wazee na kurekebisha makaratasi. Nilichukua fursa ya muda. Nilizunguka nyumba polepole, nikifikiria mahali mambo yanatokea, hii ambapo watu huketi, husimama, huzungumza. Ambapo siri zinaweza kutoka wakati hakuna anayefikiri anaonekana. Ya kwanza nyuma ya fremu ya picha sebuleni, iliyoelekezwa vizuri kurekodi sofa na mlango wa mbele. Ya pili kwenye mmea wa kijani karibu na korido, ikifunika njia ya jikoni ngazi. Ya tatu imefichwa nyuma ya kizuizi cha vitabu kwenye kabati. Ya 4 sikuitumia hata, 3 zilitosha kuanza. Ilinifanya nijisikie ajabu. Kama ninahalifu kitu. Lakini nilikumbuka, sifanyi hivi kumkamata. Nafanya ili niache kupoteza usingizi. Sikulala sana hata usiku huo. Nikiwa nimekaa nikitazama dari huku Neema akipumua polepole karibu nami. Alinukia lavenda na kitu kitamu kama kawaida. Na nilitaka kuamini kila kitu kiko sawa. Nilitaka kugeuka, kumbusu shavu na kujicheka kwa kutilia shaka. Lakini sikufanya. Asubuhi iliyofuata nilisawazisha kamera kwenye simu. Niliacha programu iende nyuma huku nikifanya siku yangu. Kazi ilikuwa ukungu, mabomba, thermostats, friji iliyoharibika iliyochukua saa 3 zaidi ya ilivyotarajiwa. Lakini kila pausi niliangalia skrini. Hakuna. Tu picha tulivu za nyumba tulivu. Neema akitoka asubuhi. Paka akiruka juu ya sofa. Mwangaza wa jua ukipitia zulia kama muda unavyopita. Nilihisi mjinga. Mwenye wasiwasi. Labda nilikuwa nimevumbua kila kitu. Lakini niliendelea kuangalia. Siku ya pili, sawa. Yeye tu anarudi, anatupa begi juu ya kiti, anajitengenezea sandwichi, anasogeza simu. Alionekana amechoka. Rangi iliyofifia. Kama mtu mwenye mambo mengi kichwani. Siku ya 4 niliacha kuangalia kila dakika 10. Niliacha iende. Niliangalia jioni alipolala. Daima hakuna. Ratiba ile ile. Vyumba vile vile. Hakuna wageni. Hakuna simu za ajabu. Hakuna kaka. Kisha Alhamisi alasiri kila kitu kilibadilika. Nilikuwa dukani la zana kwa ajili ya vilema vya mashine ya kukata majani nilipopokea arifa ya mwendo. Ninafungua mtiririko, Neema sebuleni hii na Zuberi.
Hakutugonga. Aliingia moja kwa moja. Alikuwa anamngojea karibu na mlango kama alijua anakuja. Hawakubusiana. Hawakugusana. Lakini walizungumza kwa muda mrefu. Wakiinama kila mmoja kwa mwingine. Alitabasamu kisha akatazama pengine. Yeye alitembea mbele na nyuma. Alitafuna mdomo, mikono imevuka akinodisha. Jioni hiyo nilingoja alale na kuangalia video kwenye kompyuta. Kutoka mwanzo hadi mwisho. Haikuwa ya kutosha. Sio kabisa. Lakini ilikuwa ya kutilia shaka. Jinsi alivyomtazama. Jinsi alivyochelewa. Alimpa kitu bahasha ndogo nyeupe na yeye akaingiza mfukoni wa nyuma kama inawaka. Hakuna kilichosikika. Hakuna ishara unayoweza kuonyesha ukisema hapa. Hii ndiyo ushahidi. Lakini nilihisi. Ilikuwa jinsi watu wanavyofanya wakati kuna kitu kisichosemwa kati yao. Kama sumaku zisizoweza kugusana lakini zinavutana bado. Nilifunga kompyuta na kukaa hapo. Sikutaka kuamini. Hata hapo sijui kama niliamini kweli. Nilitazama skrini nyeusi, kioo cha uso wangu kilichofifia kikinitazama na kufikiria, Mungu, fanya nikose. Lakini ndani nilijua haikuwa hivyo. Kisha ikaja rekodi ya Jumanne. Zuberi alikuwa amerudi. Nilitambua jinsi anavyoegeza usukani kwa mkono mmoja, muziki kwa sauti kubwa ukitikisa madirisha. Mimi sikuwepo. Nilikuwa nimechukua kazi ya ziada kumsaidia mwenzake kurekebisha mfumo kando ya barabara kuu. Neema alijua sitarudi kabla ya chakula cha jioni. Mfululizo unaanza kidogo kabla ya saa 10. Kamera ya korido inarekodi mlango wa mbele ukifunguliwa. Zuberi anaingia na tabasamu yake ndogo ya kiburi anayofanya anapofikiria yeye ni mjanja. Hakuna gonga, hakuna ujumbe. Anaingia kama nyumbani kwake. Neema alikuwa anamngojea tayari sebuleni. Hakushangaa. Hakupotea. Aliinuka alipoingia, akasogeza nywele kama ana wasiwasi. Hawazungumzi kwa kamera. Mbali sana kusikia hata hivyo. Lakini miili yao ilisema kila kitu. Jinsi anavyokwenda moja kwa moja kwake. Jinsi anavyoinamisha kichwa, anatabasamu aisi kubwa tu tamu ya karibu. Kisha inakuja wakati ulionifinya tumbo. Anainama. Anaweka mkono juu ya mkono wake. Yeye hasogei. Na hapo jikoni yangu, jikoni yetu, anambusu. Sio busu la haraka. Sio salamu. Busu la kweli. Refu vya kutosha kuona macho yangu yakififia na masikio kuanza kupiga filimbi. Nilisimamisha. Nilijirudisha nyuma. Sikuweza kupumua kwa sekunde. Nilitetemeka. Ngumi zimefungwa, taya imekazwa hadi kuniumiza meno. Lakini sikupiga kelele. Sikutupa kompyuta kama nilivyotaka. Nilikaa hapo nikitazama skrini. Neema. Neema wangu. Msichana niliyefahamu chini ya taa na kelele za mpira wa miguu. Yule aliyechora mioyo kwenye glasi yenye mvuke ya bafu. Yule aliyenibusu bustanini chini ya nyota na kusema ndio kwa machozi. Neema huyo alikuwa na mikono kuzunguka kaka yangu jikoni mwangu. Akiwa na pete yangu kidoleni. Niliangalia yaliyofuata kama haikuwa maisha yangu. Kama ilikuwa ya mtu mwingine kwenye skrini. Hawakubaki sana. Labda dakika 30. Mazungumzo ya karibu. Zuberi anagusa tena mkono wake. Yeye anamwacha. Kisha alitoka kwa mlango wa upande kama mwizi. Aliketi baadaye peke yake kwenye sofa, akisogeza simu kama Jumanne ya kawaida. Nilifunga kompyuta na kukaa katika kimya. Sikulia. Sikusema. Tu nikitazama ukuta hadi mwanga nje ukipita kutoka buluu hadi mweusi. Unakuwa ukifikiria usaliti ni wa kelele. Kofi, kelele, mlango unaogongwa. Lakini wakati mwingine ni mnong'ono. Mtazamo. Mguso ambao hakuna anayepaswa kuona. Na unapokuja kutoka kwa watu wawili uliowategemea zaidi.
Havunji kitu kimoja. Inapanga upya kila kitu. Sikumpigia mtu yeyote. Sio kito. Sikufanya mzunguko kwa gari. Nilikaa peke yangu kwenye kiti changu nikisikiliza kimya. Mgurumo wa friji. Kelele za nyumba inayojaa. Moyo wangu ukipiga masikioni kama dhoruba ya mbali. Usiku huo, Neema aliporudi, nilikuwa kitandani nikijifanya nalala. Alinibusu shavu kama hakuna kitu. Aliniambia ananipenda. Lakini sikusema chochote. Bado. Kuna aina ya maumivu yanayowaka kwa nguvu sana kushika. Huwezi kuyatupa wala kuyavunja. Lazima uyabeba polepole, uyaache yapoe kabla ya kuamua nini kufanya nayo. Kwa hivyo nilifanya ninachojua kufanya bora. Nilitayarisha mpango. Kwanza niliokoa rekodi zote. Kila sehemu, kila pembe. Safi, zilizopangwa, zilizo na tarehe. Kisha nilinunua projekta ndogo ya video kutoka kwa mtu kwenye tovuti ya matangazo. Nililipa kwa fedha taslimu. Nilichukua pia kidhibiti. Rahisi, si ghali, tu kilichohitajika kwa wazo langu. Kisha nilitafuta mahali. Sio mbali. Tu mbali vya kutosha. Niliendesha hadi vijiji viwili mbali ambapo hakuna aninijuae. Nilipata nyumba ndogo nyuma ya chama cha wakulima, kuta za mawe, veranda ndogo, njia ya kokoto ndefu vya kutosha kuwa tulivu. Haikuwa ya anasa, lakini ilikuwa tulivu. Hakuna picha kwenye kuta, hakuna hadithi iliyoingizwa sakafuni. Mahali pa kuanza upya, safi. Nililipa mapema siku hiyo hiyo. Nilileta godoro, shuka, vitu vichache kutoka dukani la zana kuifanya iweze kuishi. Nilificha gunia la nguo kwenye kabati, nilinunua simu ya pili, nilifungua sanduku la barua. Hakuna aliyefahamu. Hata Neema. Nyumbani nilifanya kama hakuna kitu. Nilimbusua bado shavuni. Tulizungumza bado juu ya maua na meza. Nilimtazama akijipinda nywele mbele ya kioo, nikimtazama akituma ujumbe na tabasamu hilo dogo ambalo mara moja alihifadhi kwangu. Na nikingoja. Kila jioni niliongeza vipengele kwenye uwasilishaji. Skrini, sehemu zilizo na tarehe na saa, mfululizo ambao hauhitaji sauti kusema unachosema. Mwisho wa wiki nilikuwa na kila kitu. Ushahidi. Ukweli. Hakuna shaka tena. Na bado sikuwakabili. Badala yake niliweka kila kitu katika mwendo. Kimya. Sahihi. Nilimwambia Neema nitashughulikia sehemu ya kiufundi katika ukumbi ili niondoe kitu kidogo kwake. Alitabasamu kama mimi ni mjinga mzuri, akanibusu taya na kusema, wewe ni bora zaidi. Bila shaka. Nilileta projekta mwenyewe kwenye nyumba ya shamba. Nilimwambia msimamizi ni kwa ajili ya picha. Nilijaribu baada ya kufungwa, nikathibitisha inafanya kazi kikamilifu. Kitufe kimoja. Sekunde moja. Ilikuwa yote yangestahili. Nje nilionekana kama mwanamume tayari kuwa upendo wa maisha yake. Lakini ndani, nilikuwa nimekwisha kwenda. Niliamka asubuhi ya harusi kabla ya saa ya kuamsha. Jua lilikuwa bado halijapitia madirisha. Nilikaa dakika moja nikisikiliza kimya tu. Neema alikuwa karibu, pumzi tamu na ya kawaida, kama hana shaka kuwa ardhi inakaribia kumporomoka chini ya miguu. Nyumba ilikuwa safi sana, iliyopangwa sana. Kama inajua siku hiyo ni tofauti. Niliinuka, nikaasha mocha na kukaa dirishani jikoni huku ikivuma. Nyasi ilikuwa imekatwa, gari la kazi limenawa, anga la buluu iliyofifia ambayo kawaida hutangaza bahati. Nilivuta pumzi ndefu. Haikuwa wasiwasi. Ilikuwa uwazi. Neema alishuka saa moja baadaye akiwa amevaa joho, nywele zimefungwa kwenye taulo, akitabasamu kama kawaida siku muhimu. Alinibusu shavu, akajimimina kahawa akiimba huku akiongeza maziwa. Tuko hapa, alisema. Nilinodisha. Ndiyo. Tuko hapa. Alikuwa nuru na waridi asubuhi hiyo. Mabibi harusi wasaidizi walikuja kumchukua wakicheka, wakiwa wamebeba vyombo vya kupasha na mifuko ya mapambo.
Alipiga mkono kutoka kiti cha abiria wanapoondoka. Nilitazama gari likipotea barabarani na kukaa hapo muda mrefu kabla ya kupanda kuvaa. Suti ilikaa kikamilifu. Buluu giza, koti la kijivu chini. Nilijitazama kwenye kioo muda mrefu zaidi ya muhimu. Sio kujivunia, tu kuthibitisha bado ni mimi. Mwanamume wa kabla ya pete, kabla ya kamera, kabla ya ulimwengu kugeuka. Nilipofika nyumba ya shamba, kila kitu kilikuwa tayari katika mwendo. Viti vimepangwa bustanini, muziki ukielea kutoka spika, wageni wakifika wamevaa vizuri. Mama alizunguka akiwa amevaa gauni la buluu giza, uso umekazwa kati ya kiburi na msongo. Baba alikuwa karibu na upinde akishika mikono kama ni meya wa mji. Zuberi alifika dakika 15 kabla ya sherehe. Peke yake. Na tabasamu yake iliyopotoka ya kawaida kama anafikiria ameokoka. Nilimwona akiniazama nami nikimtazama kurudi, mtulivu kama jiwe. Aliinua mkono kama bado ni ndugu. Sikuinua. Gauni la Neema lilikuwa la ajabu. Ninamruhusu hili. Rahisi, mikono ya lasi, nywele zilizopinda kama ilivyopaswa. Alionekana furaha. Akimulika hata. Alitembea njia na baba yake na kunipa tabasamu lile ambalo mara moja lilikuwa nyumba yangu. Nilikaa hapo, mikono imefungwa mbele yangu, shahidi wangu karibu akitetemeka kama anahisi dhoruba inakuja. Muziki uliisha. Afisa wa ndoa alizungumza. Bwana Jabari Kimario, unakubali kumchukua mwanamke huyu kuwa mke wako? Nilimtazama machoni. Sikupiga kope. Sikusita. Hapana, nilisema. Wazi. Mtulivu. Sitaki. Pumzi iliyopita mkutano ilionekana kama upepo katika shamba la mahindi. Viti vilivuma. Mtu alidondosha programu. Shangazi yangu alinung'unika, Mungu wangu, mdogo. Tabasamu la Neema lilivunjika. Midomo ilifunguka kama anafikiria amesikia vibaya. Nini? Alinong'ona. Lakini nilikuwa nimeingiza mkono koti na kuchukua kidhibiti. Bofya moja. Skrini nyuma ya upinde iliwaka. Tulikuwa tumepanga mfululizo wa picha za watoto, kumbukumbu za zamani, selfie za ujinga za wapenzi. Badala yake nilikuwa nimebadilisha faili. Ilianza na picha yake na Zuberi kwenye sofa. Mkono wake katika wake. Tarehe na saa kona. Kisha picha za korido. Yeye akiingia bila kugonga. Wao wakikumbatiana kwa nguvu sana. Busu jikoni. Picha baada ya picha. Sehemu baada ya sehemu. Minong'ono ikawa kelele. Neema alirudi nyuma, mweupe kama shuka. Alinitazama, kisha skrini, kisha mimi, na akaanguka nyasini. Shahidi wake wa kike alimshika haraka kabla kichwa hakigusa ardhi. Zuberi. Hakusema chochote. Aligeuka na kukimbia. Alivuka meza ya chakula, akapindua rundo la sahani, akapotea kwa njia ya upande kuelekea maegesho. Mkewe Rehema hakuwa mbali. Aliinuka kutoka kiti, ngumi zimefungwa. Mlaaniwe, alipiga kelele nyuma yake. Tuna watoto, Zuberi. Mjinga. Nitaweka faili Jumatatu asubuhi. Mama alikaa amekwama mstari wa mbele, mikono mdomoni. Baba alikuwa na sura ya mtu ambaye ameondolewa ardhi chini ya miguu. Hakuna aliyejaribu kunizuia. Nilizima skrini, nikaweka kidhibiti kwenye meza karibu na upinde na kutazama kote mara ya mwisho. Kisha nilitembea katika njia, mbele ya nyuso zilizoshangaa, mbele ya maua tuliochagua pamoja, keki niliyolipia, ndoto nilizopaswa kuwa kufikia wakati huo. Upepo uliinuka nikifika maegesho. Sio mkali, sio baridi, tu vya kutosha kusafisha hewa. Nilipanda gari langu la kazi, nikaasha injini na kuendesha. Sikutazama nyuma. Hakukuwa na haja. Nilijua mabaki niliyoacha. Na kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu sikujisikia nimepotea. Nilihisi huru. Baada ya harusi sikurudi nyumbani.
wala kwetu, wala kwa wazazi wangu, mahali popote. Nilikuwa nimekodi nyumba ndogo vijiji viwili mbali, ndipo nilienda. Siku za kwanza nilifanya tu kupumua. Hakuna simu, hakuna ujumbe, tu kimya. Nilitayarisha sahani rahisi, nilinywa kahawa polepole, nikasikiliza feni ya dari ikivuma. Ungetegemea kelele ambayo amani inafanya unapokuwa huna kwa muda mrefu. Hadithi ya harusi ilizunguka haraka kuliko ilivyotarajiwa. Mji mdogo. Habari huzunguka hata usiposema chochote. Baadhi walipiga simu. Marafiki, binamu wachache, haswa kuuliza kama niko sawa. Niliwaambia ndiyo, ambayo haikuwa kweli kabisa, lakini karibu. Siku ya 5 waligonga mlango. Alikuwa yeye. Neema alikuwepo hapo, nywele zimevurugika, mashavu mekundu, maskara imetiririka. Alishika glasi ya kahawa kama ofa ya amani. Tunaweza kuzungumza? Aliuliza. Nilifungua mlango vya kutosha kumtazama machoni. Umesema tayari kila nilichohitaji kusikia, nilijibu. Alivuta pua, akajifuta uso kwa mkono wa sweta. Tafadhali Jabari, siji kupigana. Najua tu sijui niendako. Nilijitoa pembeni, nikamwacha aingie. Aliketi ukingoni mwa sofa kama ana hatari ya kuanguka. Niliegemea kaunta, mikono imevuka. Kwa dakika nzuri hakusema chochote, tu nikitazama mikono yake. Kisha alianza kuzungumza haraka, yote kwa pumzi moja, kama anamwaga maji kutoka mashua inayozama. Alisema anasikitika, kwamba hakutaka kamwe itokee, kwamba ilikuwa kosa lililozidi, kwamba ananikosa, kwamba ananipenda, kwamba alijisikia amepotea, anaogopa, amegawanyika. Maneno yote ya kawaida ambayo watu hukusanya wanapokuwa hawana kitu imara tena cha kutoa. Nataka kurekebisha, alisema hatimaye akiinua macho. Nataka turudi kama awali. Nilitikisa kichwa polepole. Hapana. Neno hilo lilianguka kwa nguvu zaidi ya yote niliyosema kwenye sherehe. Alitetemeka kama nilimpiga. Kisha akasema, niko mjamzito. Chumba kilisimama. Alikuwa anangoja, macho yakiwa yameniangalia, labda akitumaini nitakubali, nitapolea, nitamchukua mkono. Sikusogea. Badala yake nilisema, basi tufanye mtihani wa ubaba. Alipiga kope. Akafungua mdomo. Akafunga. Hapo ndipo kila kitu kilivunjika. Hakulia kwa sauti kubwa zaidi. Hakupiga kelele. Kunyooka tu. Kama hewa yote imetoka kwake. Ni ya Zuberi, alinong'ona. Hakunitazama tena baada ya hapo. Tu nikitazama magoti, huku mimi nikikaa hapo, nikijaribu kuzuia joto linalopanda shingoni. Anajua niliuliza. Alinodisha. Nilimwambia siku 2 zilizopita. Na alionekana karibu kutapika. Alisema si shida yake. Haikunishangaza. Zuberi daima amekuwa aina anayochukua bila kujua nini kufanya kinaporudi. Rehema, niliuliza. Ameweka faili, alisema Neema. Karatasi za talaka zimekwisha kutoka. Yuko motel. Hataki tena kunizungumzia. Nilipitisha mkono juu ya taya. Kila kitu kilikuwa tulivu sana. Nilidhani nitahisi kitu kikubwa zaidi, hasira labda, kuridhika. Lakini nilikuwa nimechoka tu. Kama nimekimbia mbio ambayo sikujisajili kamwe. Neema alikuwepo hapo kama mzuka sebuleni mwangu, na sikuweza tena kumtazama kama awali. Alikuwa kila kitu kwangu. Sababu yangu ya kuamka mapema, mustakabali wangu. Sasa alikuwa jina tu kwenye orodha ndefu ya masomo yaliyojifunza kwa gharama kubwa. Unapaswa kwenda, nilisema. Aliinua macho. Jabari, nina uzito, nilisema. Una tena kitu cha kufanya hapa. Si kitu tena kwangu. Alitoka bila kusema kingine. Mlango ulifungwa polepole nyuma yake, nami nikazungusha ufunguo. Sikulia. Sikuzunguka.
Niliketi kwenye meza ya jikoni nikitazama mishipa ya mbao na kuacha kimya kirefuke. Siku iliyofuata nilipata habari kutoka kwa wazazi wangu. Baba aliacha ujumbe kwanza. Alisema, tunapaswa kuzungumza. Sauti yake ilikuwa na sauti hiyo, nusu aibu, nusu kukatishwa tamaa, kama mimi ndiye niliyewaweka katika aibu. Kisha mama. Ujumbe wake ulikuwa mrefu zaidi. Alisema haelewi jinsi kila kitu kilivyoweza kuvunjika. Alisema ananikosa. Alisema walitumia karibu 15,000 za fedha kwa harusi hiyo na hawajui tena jinsi ya kuangalia watu usoni. Wala mmoja wala mwingine hakumtaja Zuberi. Hata mara moja. Sikurudisha simu. Baadaye katika wiki nilikutana na Rehema mjini. Alikuwa mbele ya duka la dawa, miwani ya jua, begi la ununuzi limejaa barua. Aliniona na hakusema chochote kwa sekunde. Kisha alinodisha tu. Umefanya vizuri, alisema. Unachofanya kwenye harusi. Ningetaka kuwa na ujasiri huo. Nilimwambia ninasikitika kwa kilichotokea. Alicheka kwa uchungu. Usamehe. Nimekwisha maliza kupoteza miaka kwa mwanamume ambaye hajaniona kamwe. Tulikaa hapo muda tukitazama magari yakipita. Nahama, alisema. Na watoto. Karibu na dada yangu. Nilinodisha. Labda ni bora. Alikaribia akanikumbatia fupi, ngumu kisha akaenda bila kugeuka. Sikumwona tena Zuberi baada ya hapo. Sio binafsi angalau. Nilisikia sauti kuwa ameondoka kuelekea kusini. Kwamba anajiweka wazi mawazo. Hakurudi tena kuwasiliana. Hata mara moja. Hata hilo halikunishangaza. Wazazi wangu waliendelea kujaribu. Barua. Ujumbe. Hata mjomba mmoja alipiga simu akisema familia ni kila tunacho nacho. Sikuanguka. Kuna kikomo cha idadi ya mara unavyoulizwa kusamehe kabla ya kuelewa. Hawaulizi uponyaji, wanauliza kimya. Kwa hivyo nilikaa mbali. Niliwaacha na walichochagua. Watoto wawili wameondoka kwa sababu tofauti. Fedha za harusi zimetupwa. Jina mjini ambalo watu hutamka kwa sauti ya chini. Ilikuwa fujo waliojichukulia. Mimi nilikuwa na amani. Lakini kitu kimoja ni hakika. Sirudi nyuma. Wala nyumba tulioshiriki. Wala mwanamume niliokuwa kabla. Sijaacha watu nyuma yangu tu. Nimejirudisha mwenyewe. Na niamini inafaa dhahabu yote duniani. Shiriki maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Je, ungesitisha harusi kwa siri au ungetangaza habari hiyo hadharani? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utoe like.